Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Baba yetu anajali. Na huu ni mwezi wa pili, mwezi Februari 2026, tukiangazia mada kuu inayosema maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia siku hii ya leo. Ninakushukuru kwa ajili yetu sote, watoto wako wa kiume na wa kike, wakubwa kwa wadogo, ukiruhusu tuje tujifunze neno lako. Nasi tunaomba ukatusaidie tuweze kunywa kutoka katika kijito cha chemchemi kisikokauka. Ukatusaidie tuweze kuelewa haya tujifunzayo. Ukatusaidie tuweze kuyatumia katika maisha haya. Ukatusaidie tujiandae kwa ajili ya ufalme wako, na zaidi sana tukalitukuze jina lako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, na kwa maana fadhili zako ni za milele. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Leo ni Februari 7, mada ikisema nitapenda kama Kristo alivyopenda. Yohana Mtakatifu sura ile ya 13 aya ya 35 imeandikwa, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Ikiwa tunataka kuwa nuru ya kweli kwa ulimwengu, lazima tudhihirishe roho ya Kristo ya upendo na ya huruma. Kupenda kama Yesu alivyopenda humaanisha kwamba ni lazima tujifanyie kazi kujikana nafsi. Inamaanisha kwamba lazima tuoneshe kutokuwa wabinafsi wakati wote na kila mahali. Inamaanisha kwamba lazima tusambaze kote maneno mema na tabasamu la kupendeza. Haya hayakumgharimu kitu yule atoaye, lakini huacha nyuma yake harufu nzuri. Mvuto wake kwa mema hauwezi kukadiliwa. Sio tu kwa mpokeaji, bali kwa mtoaji pia yanakuwa baraka, kwa maana yana athari juu yake. Upendo wa kweli ni sifa ya thamani ambayo asili yake ni mbinguni, ambapo harufu yake huongezeka kulingana na vile unavyotawanywa kwa wengine. Mungu anatamani watoto wake wakumbuke kwamba ili kumtukuza yeye, wanalazimika kuwakirimia upendo wao wale ambao wana uhitaji zaidi. Hakuna tunayekutana naye ambaye anapaswa kupuuzwa. Hakuna ubinafsi katika mtazamo, maneno au matendo unaopaswa kudhihirishwa kwa wanadamu wenzetu, bila kujali hadhi zao, wakiwa wa juu au wa chini, matajiri au maskini. Upendo unaotoa maneno mema kwa watu wachache tu, wakati wengine wanatendewa ndivyo sivyo, huo sio upendo, bali ni ubinafsi. Hautafanya kazi kwa faida ya roho wala kwa utukufu wa Mungu. Hatupaswi kuwekea mipaka upendo wetu kwa mtu mmoja au wawili. Wale ambao wanakusanya miale ya jua la haki ya Kristo na kukataa kuiacha iangaze katika maisha ya wengine, punde watapoteza miale mizuri ing'aayo ya neema ya mbinguni. Kwa ubinafsi, uhifadhi ili kutolewa kwa wachache tu. Ubinafsi haupaswi kuruhusiwa kujikusanyia watu wachache, ukiacha kutoa kitu kwa wale wanaohitaji msaada zaidi. Upendo wetu haupaswi kutunzwa kwa ajili ya mtu maalum. Ivunje chupa, kisha harufu yake itaijaza nyumba yote.
Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Februari 7, mada ikisema nitapenda kama Kristo alivyopenda. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.